njema. Nimtaje Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, atafuatana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi niungane na wenzangu kukushukuru kwa kutuongoza na kuwapongeza watoa hoja, Waziri wa Mipango na Uwekezaji na Waziri wa Fedha. Lakini niungane na Mheshimiwa Makonda na Mheshimiwa Judith Kapinga kwa namna walivyozungumzia mafanikio makubwa ya ziara ya Rais wa Namibia hapa nchini. Mimi nilipata bahati ya kihistoria kuhudhuria vikao vya viongozi wetu hawa wawili. Ni ziara ya kusisimua, hisia za ukombozi. Sisi ambao ni kizazi tunaotafuna jasho la wapigania uhuru, ilikuwa ni hisia kubwa sana, na nampongeza Mheshimiwa Rais na mwenzake wa Namibia kwa namna walivyofanya ziara ile iwe darasa la kihistoria na utamaduni wa Waafrika kuwa wamoja. Sisi Wizara ya Mifugo na Uvuvi na Kilimo, mwenzangu pengine atapata muda wa kuzungumza, tumenufaika na ziara hiyo. Tunaenda kuingia katika makubaliano ya ushirikiano, kubadilishana uzoefu na kushirikiana katika sekta za mifugo, uvuvi na kilimo, ili tuweze kubadilisha historia ya ukombozi wa uhuru wetu na kuingia katika historia mpya ya ukombozi wa kiuchumi. Kwa kweli viongozi wetu walifanya kazi kubwa, na Mheshimiwa Makonda ameeleza vizuri nguvu ya historia na nguvu ya utamaduni katika kipindi hiki cha kujikomboa kiuchumi. Mheshimiwa Rais, hongera sana. Hoja yangu ya pili ni umuhimu wa bajeti hii, na mimi niongeze sauti ya kuwashawishi wabunge wenzangu tuiunge mkono kwa kuipigia kura ya ndio, kwa sababu ya msisitizo uliowekwa katika dhana ya kujitegemea. Ndugu zangu wa Tanzania na wabunge wenzangu, kujitegemea ni kujitawala. Ukiwa tegemezi huna uhuru. Kwa hiyo bajeti hii inatuanzishia safari iliyoanzishwa, inaendeleza safari iliyoanzishwa na baba wa taifa kwenda miaka 25 ya kujitegemea kama taifa huru. Na msingi wa kujitegemea pamoja na mambo mengine ni usalama wa chakula. Hapa nazungumzia shibe na lishe ya Watanzania. Nimesimama hapa kuzungumzia mipango ya serikali kuhusu maendeleo ya mifugo na uvuvi, ambao ni sehemu ya usalama wa chakula, na mwenzangu atakuja kuzungumza nafasi yake katika eneo hilo. Ndugu zangu, swala la usalama wa chakula linahusiana pia na kuongeza thamani ya mazao yetu. Tatu, ni swala la kushirikishana na kufungamanishana sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na viwanda katika namna ya kujenga uchumi wa viwanda kupitia kilimo, mifugo na uvuvi. Jambo la tatu ni kuhusu uvuvi, na hapa nataka kuzungumzia mambo mawili makubwa yaliyofanywa katika awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais. Jambo la kwanza ni kuelekea kukamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi ya Kilwa. Hii kwa Kihaya inaitwa game changer. Itabadilisha uvuvi wetu. Tunaanza kuelekea kunufaika na uvuvi wa Bahari Kuu. Ninapozungumza, Mheshimiwa Naibu Spika, bandari ujenzi wake umefikia
99.9. Na ninapozungumza sasa, wataalamu wa serikali nzima kwa kushirikiana wamekita kambi kukabidhiwa hiyo bandari, na wiki ijayo tunaanza majaribio ya mitambo. Na hapa niseme tutakuwa na shughuli kubwa kati ya mwezi wa 8 na mwezi wa 9. Namuona Mama Salma ananiangalia. Watu wa Lindi tunapiga hodi huko. Kati ya mwezi wa 8 na wa 9 Mheshimiwa Rais atazindua bandari ya kwanza ya uvuvi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Bandari hii ni kielelezo cha kujitegemea. Imejengwa na pesa za Watanzania. Zaidi ya bilioni 280 zimelala pale, na mpaka sasa mkandarasi hadai hata shilingi mpaka akikamilisha pesa yake ipo. Na hapa ni mshukuru Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Katibu Mkuu kuhakikisha kwamba katika orodha ya vipaumbele vya malipo ya serikali bandari ya uvuvi ilikuwa ni sehemu ya vipaumbele, na washukuruni sana. Lakini washukuru mawaziri wenzangu, waziri wa maji na waziri wa nishati, kuhakikisha kwamba bandari ile inapata maji ya kutosha na ya uhakika, na waziri wa nishati tunapata nishati ya kutosha na ya uhakika. Na ndiyo maana tunaweza kusema wiki ijayo tutakuwa tuna testi mitambo. Na kinachofuata, tunapozungumza, timu ya wataalamu wa serikali waadilifu na makini wameanza mchakato wa mazungumzo ya namna ya kuendesha bandari hiyo kwa tija kwa kutumia mfumo wa PPP. Na hapa ni waalike wawekezaji wa mahoteli waende Kilwa, wa viwanda vya kusindika na kuongeza thamani waende Kilwa. Kilwa inaenda kuwa kitovu cha uvuvi wa kisasa wa bahari kuu katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili kubwa linalofanyika kwenye sekta ya uvuvi, tunakwenda kuanzisha mamlaka ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi. Hali tulionayo sasa, tusipokuwa na chombo hicho kikafanya kazi imara na madhubuti, tutapoteza rasilimali zetu na tutabaki na maji matupu yasiyo na samaki. Na mimi nimeshasema na nirejee, mimi sio waziri wa maji, ni waziri wa mifugo na uvuvi. Waziri wa maji ni Mheshimiwa Aweso. Kwa hiyo idhinisheni bajeti hii, tuunde chombo hicho, tulete sheria hapa kwenye Bunge kiweze kutusaidia kulinda rasilimali zetu. Na hapo pia tutaungana na nguvu zingine za kuanza kufuga samaki kwa njia mbalimbali, ikiwemo ufugaji wa samaki kwa vizimba. Jambo kubwa katika sekta ya mifugo, Mheshimiwa Naibu Spika, sekta ya mifugo tunakwenda kuanzisha bodi ya mazao ya mifugo ili kuhakikisha kabisa kwamba tunakuwa na chombo cha kusimamia masoko ya mazao hayo, lakini pia kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwekezaji katika mbegu za mifugo pamoja na malisho na afya ya mifugo. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho nizungumzie mambo mawili ya mwisho. Ndugu zangu, kilimo, mifugo na uvuvi kwa hali tuliyonayo sasa itaendelezwa na vijana, na kwa namna tunavyotaka kukiendesha, vijana wameanza kuvutiwa kupitia katika mpango wa BBT. Na hapa ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutenga fedha, na muda sio mrefu tutaanza kutoa fedha kwenye mifugo na uvuvi na kwenye kilimo kuhakikisha kwamba mapambano ya kujenga usalama wa chakula yanaongozwa na vijana.
Kwa hiyo vijana, endeleeni kutumia mazingira wezeshi kujikita katika kilimo kama chanzo cha usalama wa chakula, lakini pia kama sehemu yenye uhakika wa ajira. Na mwisho kabisa nizungumzie kuhusu narko. Wakati najibu swali hapa nimegusa kidogo. Hatutanii katika kuifufua narko na kuimarisha. Tunataka wawekezaji wadogo na wakubwa wawe tayari kufuga kisasa. Haiwezekani narko ambayo ni mashamba ya serikali yakafanya kazi ya uchungaji kama ambao tunahangaika nao nje ya narko. Tunataka mashamba hayo yawe mfano wa mbegu bora za mifugo kwa nyama na maziwa, yawe mfano kwa miundo mbinu ya maji, yawe mfano kwa matumizi bora ya ardhi, yawe mfano pia kwa malisho. Na mwisho nitoe taarifa, Mheshimiwa Rais ametoa kibali wizarani na nitaongoza ujumbe kuelekea Brazil kuanzia tarehe 30. Mheshimiwa Rais amesema tunatakiwa tutumie maarifa yetu ya ndani, lakini pia tukajifunze kwa wengine, na nchi ya Brazil imepiga hatua kubwa katika ufugaji. Na Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa hatua hiyo, na tukirudi tunaongozana na mwenyekiti wa kamati ya bunge litafahamishwa namna ambavyo tutakuwa tumenufaika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana kwa muda wako. Asante sana Mheshimiwa Dr. Bashiru, waziri wetu wa mifugo na uvuvi. Nimtaje Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, atafuatana na Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kunipa fursa, lakini pili wapongeze sana watoa hoja Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Mipango na Uwekezaji,